anaamua kuwapeleka kwenye hizo timu za vijana ili waweze kupata ile match fitness. Unamwangalia Jonathan Soa kwa muda ambao kamaliza na Simba Sports Club pasipo kutumika kwenye mchezo wa kiushindani, inakuonyesha ni katika hivi vitu nimezungumza, vitu vinne ambavyo huwa vinapelekea mchezaji anashushwa kutoka timu ya wakubwa kwenda timu ya vijana. Lakini kwa hapa unakuja kuangalia kwenye vitu viwili, Musa na wasikilizaji wetu. Ndio. Mosi, wamemshusha kwa sababu ya utovu wa nidhamu ambao unajirudia rudia. Ni kitu kizuri kwa sababu hawahitaji kuilea hii tabia. Ukiilea maana yake unashindwa kummanage mchezaji, anaweza akawa na tabia ambukizi ambazo zinaweza zikaenea kwenye wachezaji wengine, ukakuta kundi zima tayari lishakuwa na tabia sawa sana yule mchezaji ambaye alikuwa anaonekana anadoa kwenye question. Katika mazingira yale, ile inakuja kupelekea matokeo asi, inaenda kuathiri athari asi kwenye kikosi chenu. Ndiyo. Timu itaanza kupoteza vitu vya msingi. Mosi, timu itaanza kupoteza ushawishi wa uchezaji kiwanjani. Lakini cha pili, timu inaenda kupoteza chumba cha kubadilishia nguo, tunasema mna lose dressing room, kwa maana kocha atakuwa anaelekeza maelekezo yake, lakini hamna anayemsikiliza, kwa sababu wachezaji wote walishaona huyu tunaweza tukafanya hivi na hawezi kutoa au kuchukua hatua ya aina yoyote. Kwa hiyo ili kulinda hiyo taswira, timu isiweze kufika kwenye hiyo hatua mbaya, kwa maana performance yao itashuka, lakini watashindwa kuongozwa, inabidi kumtoa yule mmoja au wale baadhi ambao wanaonekana kuwa na tabia za kujirudia ili wajitenge kwanza na lile kundi wakajifunze. Sasa hapa ukifika hapa kwenye wamtoe kwenye kundi la wakubwa kumpeleka kwenye kundi la vijana akajifunze, hapa kuna vitu viwili, Musa, ambavyo vinaweza kutokea. Unajua tuko wanadamu ambao tumegawanyika kwenye makundi mawili unapokuja kwenye upande wa saikolojia. Ndio. Saikolojia ya kwangu na saikolojia ya Mpoma zinaweza zikawa sawa, lakini tukawa na maono tofauti. Saikolojia ya kwangu mimi Lamse na saikolojia ya kwako Musa Kambo zinaweza zikawa sawa, lakini tukawa na mapokeo tofauti. Unapomwangalia mchezaji kama Jonathan Soa, amekuwa na matukio ya kujirudia. Hiki ambacho hatua ambayo Simba wamechukua ya kumshusha kwenye kosi cha vijana inaweza ikamsaidia akarudi akiwa na nguvu zaidi, ama ikadumaza uwezo wake ndo akaenda kufifia zaidi. Takupa mfano mmoja. Kevin Milala, mfano mmoja. Salama. Unamkumbuka Kevin Milala kipindi yuko Everton pale. Kocha akiwa Marco Silva alikuwa na changamoto ya utovu wa nidhamu, uvutaji wa sigara, kulewa, kuendesha gari kwa spidi kubwa, kana kamatwa na mapolisi kila siku ya wikendi. Marco Silva akaamua kumdrop kwenye kikosi, kumtoa kwenye kikosi cha wakubwa kumpeleka kikosi cha vijana. Kuanzia pale kiwango cha Kevin Milala hakikuwahi kurejea tena. Anaenda Chelsea, anakuja mpaka anaenda kustaafu mpira, hakuwahi kurejea yule Kevin Milala, kwa sababu saikolojia yake ilishindwa kukubaliana na ile hali, kwamba mimi tayari nilikuwa nimefika kwenye daraja fulani, unanirudisha chini, maana yake inaonekana mimi siwezi chochote kuanzia sasa. Lakini kuna aina ya wachezaji kama Super Mario Balotelli ambaye yeye changamoto huwa anazichukulia kama mtaji wa kwenda kuboresha, kufanya vizuri zaidi. Wachezaji wa kina Dani Alves, umeona wakina Juma Nyoso kwenye mpira wa Tanzania, unamwona Kevin Yondani, wamekuwa wakipitia dhoruba na majanga mbalimbali, lakini wakirejea kutoka kwenye zile skendo ambazo wanakuwa wanazipitia, unaona wanarudi wakiwa na uwezo sawasawa na ule ambao walikuwa wamepata ile kadhia wakiwa pale, ama wanaenda mbele zaidi. Sasa inategemea Jonathan Soa anaweza kudili vipi na hili tukio. Saikolojia yake inaweza kupokea changamoto na ikaibadilisha kuwa mtaji, ama saikolojia yake inaweza ikaichukua hii changamoto ikaichukua kama shimo la kwenda kumzika. Pale ndo unakuja kuangalia sasa matokeo yatakayokuja kutokea baada ya hapa. Kwa historia, Jonathan Soa tokea yuko Mediama amekuwa na changamoto ya utovu wa nidhamu, na ni ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Akiwa na Mediama ana Bernard Morrison Bernard Morrison ule FM.